Kuna hivi vinywaji ambavyo ni vya energy drink ambavyo tunavijua, ambavyo tunajua kama Red Bull, ambavyo tunajua Comfuel. Kwa hakika yake vimeandikwa ambavyo havina alkoholi. Lakini kuna swali la kujiuliza, uliambiwa wapi ya kwamba kafeini ni kiini cha lishe ambacho kinahitajika katika mwili wako? Hakuna mahali ambapo katika kiini lishe ambacho kinataja kwamba kafeini inahitajika. Hata kama ingekuwa ni kidogo bado haitakiwi. Hata kama ni kidogo tunatumia bado haitakiwi. Jambo la pili ni kinywaji gani salama chenye tahadhari na masharti na dozi? Ni kinywaji gani ambacho unakunywa alafu kina masharti alafu kina tahadhari? Katika vinywaji hivyo vya energy vimeandikwa usinywe zaidi ya chupa 2, usinywe masaa 2 kwenda kulala, hairuhusiwi kwa wajawazito, anayenyonyesha na chini ya miaka 18. Hii tu haitoshi kukutahadharisha ya kwamba hiki kinywaji sio salama. Ni kwamba hatusomi tahadhari hizo. Tunapoangalia katika chupa za energy, zote hizi zimeandikwa hairuhusiwi kwa wajawazito, kwa wanayenyonyesha, usinywe afu kaenda kulala, usinywe chupa 2 kwa siku. Kwa hiyo hizi zote ni dalili ambazo zinatuonyesha ya kwamba hiki kinywaji sio salama. Haiwezi ikawa ni kinywaji alafu kikawa na masharti kama vile dozi. Ubaya ni kwamba kwa sababu wengi hawajui ubaya wanachokunywa, wakiamini matatizo yanayosema ya kuwa, wakiamini ya kwamba matangazo yanayosema ya kuwa hayana kilevi. Shida yetu ni kwamba tukishaona ya kwamba kikopo kile kimeandikwa hakina kilevi, basi na sisi tunatumia. Hapo ndipo ambapo tunapochanganyikiwa na tunapochanganya. Kwani kwa wewe kilevi ni pombe tu. Tunadhani ya kwamba ulevi ni pombe tu. Ukiangalia kwa makini katika chupa ya Azam Energy, kwenye vitu ambavyo vinahusika kutengeneza, utaona ya kuwa kuna caffeine. Lakini chini mwisho anakuambia mwenye allergy na caffeine asitumie. Kwa hiyo wakati mwingine tutumie akili zetu tu kusoma na tuelewe kabisa. Kwa hiyo kinywaji hiki kina madhara katika mwili wetu, na hasa kimekuwa kikitumiwa kwa vijana ambao wanatumia hivi vinywaji ili kuleta urijali katika tendo la ndoa. Na mara nyingi wamekuwa wakitumia energy wakichanganya na paracetamol. Kwa hiyo ina madhara katika mwili wa binadamu vyote viwili unapotumia energy na paracetamol. Wewe kijana unayetumia ili uweze kushiriki tendo la ndoa, kwa hakika litakupatia matokeo kwa muda mfupi, lakini baada ya hapo litakuletea madhara ambayo hautaweza tena kushiriki tendo la ndoa. Kwa hiyo ni bora usitumie vinywaji hivi ili uweze kushiriki tendo la ndoa. Na kama una changamoto hiyo, ni bora kuona wataalamu wa afya ambao wanaweza wakakusaidia. Akina baba na vijana wengi wamebainika kuwa na maumbile ya jinsia ya wanaume tu, lakini ubaba ushamalizwa na caffeine. Leo tunashuhudia kina baba ambao wamebaki tu kuitwa kina baba, lakini wameshamalizwa wanaume wao kwa matumizi haya ya caffeine. Mitambo ya kurusha mishale ipo, lakini inalegea na hakuna namna ya kuikaza tena. Podo imejaa mishale, lakini upinde umelegea. Hii ni hatari kubwa. Ndio maana akina mama wengi michepuko imezidi, maana kama sio kumheshimu Mungu, unadhani huyu mama atafanya nini? Kama tu kina mama asingemheshimu Mungu, unadhani atafanya nini? Ana zaidi ya kwenda kuchepuka, kwa sababu sasa mwanaume hana uwezo tena wa kushiriki tendo hilo la ndoa. Kwa hakika yake vina madhara katika mwili wa binadamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Coca Zero hizi. Siku hizi kuna Coca ambazo zimeitwa ni Coca-Cola ambazo zinaitwa ni za wenye sukari, zinaitwa Coca Zero. Na wengi wameamini kwamba haina madhara. Ni kweli haina sukari iliyoongezewa kala mwili, lakini
ile ule utamu wa sukari inaweka kitu kinachoitwa switi, na madhara ya switi ni afadhali ungekunywa tu koka ya kawaida, maana inadhibitika kuwa licha ya kwamba hizi switi haina faida yoyote mwilini, inasababisha saratani maeneo mbalimbali ya mwili na magonjwa ya presha na misuli ya moyo. Inaharibu kongosho na kusababisha kisukari aina ya pili. Inaleta kifafa, inaleta kiharusi, inaleta magonjwa ya tumbo na kukosa usingizi, kichwa kuuma sana, msongo wa mawazo, sonona na maradhi mengine ya ubongo. Kwa hiyo hivi vinywaji ambavyo zinaitwa Coca-Cola Zero nazo sio salama katika mwili wetu, kwa sababu kuna vitu hivi ambavyo vimewekwa huko ambavyo ni afadhali tu katumie Coca-Cola ambayo yenye sukari. Kweli haina sukari, lakini hiko kilichowekwa ndani yake kina madhara zaidi ya ile sukari iliyoko katika Coca-Cola ya kawaida. Kinywaji pekee salama sana alichotupatia Mungu ni maji yaliyo salama. Hayo ndio muhimu kwako, sio juisi wala soda wala sio kingine chochote. Jizoeshe kunywa maji ya kutosha kila siku, utaimarisha afya yako na mwili wako. Kumbuka, afya yako haina shirika na mwingine. Wajibika kwa afya yako. Afya yako haina shirika na kumbuka, afya yako haina shirika na mwingine. Kwa hiyo ni jukumu la kuwajibika kwa ajili ya afya yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo haya yote ni mashauri juu ya afya yako. Kwa hiyo usiseme ya kwamba mbona fulani amefanya hivi, mbona fulani amekunywa, ametumia na amekufa akiwa na miaka 60, 70. Kwa hiyo afya yako haina shirika na mwingine. Kwa hiyo wajibika katika kutunza afya yako wewe mwenyewe. Bwana atubariki katika jioni ya leo. Ni wakaribishe tena katika siku ya kesho tutakapoendelea kujifunza habari na magonjwa mengine, na tutatazama ugonjwa wa tezi dume. Kesho tutatazama ugonjwa wa tezi dume, visababishi vyake na jinsi ambavyo tunaweza tukaibuka, na kama umepata ni vyakula gani ambavyo tunaweza tukatumia. Tusimame na tuombe. Baba yetu na Mungu wetu mwema, tunakushukuru kwa ajili ya jioni ya leo. Asante kuwa pamoja nasi. Hakika umetuelekeza namna ambavyo tunaweza tukaitunza miili yetu. Vipo vinywaji ambavyo vimeandikwa ni salama, lakini hakika yake sio salama kwa afya zetu. Tunakuomba Mungu wetu na Baba yetu mwema, utupatie uwezo wa kutengeneza juisi zetu wenyewe za matunda halisi ili tuzitumie kwa ajili ya afya zetu. Tunaomba tupatie tena uwezo wa kunywa maji ambayo ni salama kwa ajili ya afya zetu. Tusaidie kina baba na kina mama, watu wazima, watoto kwa wadogo, wote wasaidie katika jioni ya leo. Na wale wote ambao wanaendelea na mipango ya kuacha vileo, Yesu kawasaidie tena katika siku ya leo. Tuponye magonjwa, rafiki yetu mwema, wale wote ambao wanashambuliwa na magonjwa mbalimbali, kwa neema zako na kwa huruma yako Bwana waponye tena, maana wewe ndiye tabibu mkuu. Asante rafiki yangu mwema, maana utakuwa pamoja nasi. Ndivyo ambavyo tunaomba na kuamini ni katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Amina. Bwana awabariki. Karibuni tena katika kipindi.